Usisahau kusubscribe, like na kucomment. John Mnyika, katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, haimbwi na hazungumzi kwa jinsi ambavyo amekuwa muhimili katika chama hicho. Hata ndani ya chama wengi wajui kama kuna wakati aliwahi kuishi kama digidigi, kukwepa kuswekwa mahabusu. Amekabili uzushi na kuushinda, na ameendelea kuishi maisha ya kawaida bila kujikweza au kupenda makuu. Baadhi wanaomfahamu kwa sababu alikuwa mbunge wa jimbo la Ubungo mwaka 2010 hadi 2015 na baadaye mbunge wa Kibamba mwaka 2015 hadi 2020, na waletea upande wa pili wa Mnyika ambaye amewathibitishia Watanzania kuwa Chadema ni kitalu cha kupika viongozi bora. Niseme hivi, kama Dr. Amani Walid Kaburu asingeachia uongozi katika Chadema, Watanzania wasingejua uwezo wa Dr. Wilbrod Slaa. Kaburu ambaye aliwahi kuwa mbunge katika jimbo la Kigoma mjini mwaka 2000 hadi 2005, aliachia nafasi ya katibu ndani ya Chadema mwaka 2004 na kuhamia Chama cha Mapinduzi CCM, ambako alishika nyadhifa kadhaa zikiwemo ubunge wa Afrika Mashariki na mwenyekiti wa CCM mkoa wa Kigoma. Kwa upande wake, Dr. Slaa aliondoka CCM na kujiunga Chadema baada ya jina lake kukatwa kuwania ubunge jimbo la Karatu mwaka 1995. CCM walimteua Patrick Kolo na kumtema Dr. Slaa kwa vile hakuwa mwenzao. Dr. Slaa akahamia Chadema ambako katika uchaguzi mkuu alimshinda Kolo. Katika mazingira tata, Dr. Slaa alirudi CCM mwaka 2015 ambako aliteuliwa kuwa balozi wa Tanzania nchini Sweden. Nafasi yake ikachukuliwa na Dr. Vincent Mashinji. Haraka Dr. Mashinji alijiunga CCM ambako leo ni mkuu wa wilaya ya Manyoni mkoani Singida. Dr. Mashinji aliondoka Chadema katika kipindi ambacho iliingiza bungeni wabunge wengi na ilifanikiwa kuongoza halmashauri 15 ambazo ni Karatu, Ilala, Ubungo, Ukerewe, Hai, Moshi mjini, Moshi vijijini, Arusha mjini, Arumeru mashariki na magharibi, Bukoba mjini, Mbeya mjini na Tunduma. Katika nyakati tofauti, Mnyika aliteuliwa kuwa naibu katibu mkuu wa Chadema kwa upande wa bara kwanza akiwa chini ya Dr. Slaa na pili chini ya Dr. Mashinji. Mnyika alijaza nafasi ya Zitto Kabwe aliondoka kuanzisha chama cha ACT Wazalendo. Hapo ndipo uongozi wa juu wa Chadema ukamteua rasmi Mnyika kuwa katibu mkuu. Huyu amekibeba chama katika mazingira magumu kama nitakavyoeleza hapo chini. Bungeni alikuwa machachari katika ujenzi na uwasilishaji hoja binafsi pamoja na uchangiaji katika hoja mbalimbali. Ni mwandishi wa muswada wa baraza la vijana. Kumbukumbu zinaonyesha Mnyika ndiye aliyekuwa mwenyekiti wa kwanza baraza la kwanza la vijana la Chadema Bavicha. Akiwa mwenyekiti wa Bavicha, alihamasisha vijana wengi kuingia kwenye siasa na kugombea uongozi kwenye ngazi ya ubunge na udiwani. Mwaka 2005 akiwa na umri wa miaka 24 tu, aligombea ubunge jimbo la Ubungo akishindana na Charles Kiinja wa Chama cha Mapinduzi CCM. Kura hazikutosha, lakini aliitikisa CCM ipasavyo. Kiinja alipata kura 93,493 sawa na 51.6% dhidi ya Mnyika aliyepata kura 45,164 sawa na 24.9%, huku wagombea wa CUF na NCCR kwa pamoja wakipata jumla ya kura 67,735 sawa na 20.8%. Uwezo wake wa kuwa msomaji na mwandishi mahiri wa nyaraka ni sifa mojawapo iliyofanya uongozi wa mwenyekiti Freeman Mbowe kumteua kuwa naibu katibu mkuu chini ya makatibu wakuu wawili na hadi kuwa katibu mkuu kamili. Hakutetereka wala hakujigamba mitaani. Alifanya shughuli zake kwa umakini mkubwa, akiandaa nyaraka kwa mabosi wake Mbowe na makamu wake Profesa Abdalla Safari. Pamoja na mazingira ya siasa kwa magumu, enzi za hayati Rais John Magufuli alihakikisha chama kinaingia salama kwenye uchaguzi wa mwaka 2020. Ndiye aliyesimamia secretariat ya kamati kuu kuhakikisha uteuzi wa wagombea na mgombea wa urais unakamilika na wagombea kweli wanakuwa washindani na si wagombea tu. Baada ya uchaguzi mkuu wa 2020, hali ya hewa ya siasa nchini kachafuka. Viongozi kadhaa walilazimika kutoroka na kwenda kuishi uhamishoni ili kusalimisha roho zao. Makamu mwenyekiti kipindi hicho na mgombea wa urais Tundu Lissu aliondoka nchini kunusuru maisha yake na kwenda Ubelgiji, huku wenye viti wa kanda kaskazini Godbless Lema na Ezekia Wenje wa kanda ya Victoria wakikimbilia Canada. Mwenyekiti Mbowe hakuwa na makao makuu.
Mara alikuwa Kenya, Afrika Kusini na wakati mwingine Dubai. Alitumia kisingizio kwamba alikuwa anafanya biashara zake. Makamu mwenyekiti kutoka Zanzibar hakujulikana alikuwa wapi kipindi hicho. Hadi kifo cha Magufuli ndipo naye alionekana. Wote walirudi kipindi hicho. Kwa hiyo, wakati makamanda wa chama wakiwa mafichoni, Mnyika alibaki akiratibu shughuli, naye akijificha hapa na pale. Kwa maneno mengine, ndiye aliyekuwa mnyamwezi wa kuibeba Chadema mabegani mwake. Wakati Lissu akiwa bado uhamishoni, Chadema ilikumbwa na balaa jipya baada ya Mbowe kukamatwa na kushtakiwa kwa madai ya ugaidi. Kipindi chote cha uendeshaji wa kesi ya ugaidi iliyomkabili Mbowe, kwa mara nyingine Mnyika ndiye alikuwa ameshika usukani wa kuendesha chama hicho. Januari 2025 alionyesha uwezo mkubwa aliposimamia uchaguzi mkuu ndani ya chama uliompa heshima kubwa machoni pa jamii ya Kitanzania na wapenda maendeleo. Ulikuwa uchaguzi huru na uwazi usiokuwa na mfano katika historia ya chaguzi nchini. Katika uchaguzi ule, Lissu alichaguliwa kuwa mwenyekiti, huku yeye Mnyika akiteuliwa kuendelea na wadhifa wake. Lakini kama Waswahili wasemavyo, hakuna msiba usiokuwa na mwenzake. Chadema ilikumbwa na balaa jipya. 1. Lissu alikamatwa na kufunguliwa kesi ya uhaini. 2. Aliyekuwa makamu mwenyekiti Zanzibar, Isa Said Mohamed na Maulida Anna Komu walifungua kesi ya madai ya mgawanyo wa mali. Kutokana na kesi hiyo, Chadema kilifungiwa kufanya shughuli za siasa. 3. Msajili wa vyama vya siasa alizuia ruzuku ya Chadema. 4. Msajili alitengua uteuzi wa viongozi kadhaa akidai akidi haikutosha siku ya uteuzi wao. 5. Chama kilishindwa kushiriki uchaguzi mkuu na kiutaratibu hakiruhusiwi kushiriki chaguzi zozote hadi 2030. 6. Kuna wakati makamu mwenyekiti John Heche, naibu katibu mkuu Dr. Amani Golugwa walisiokwa rumande kwa siku 21 kwa mashtaka ya ugaidi. Baadaye yalifutwa. Ni Mnyika aliyekuwa anaendesha chama kutoka mafichoni hadi tishio dhidi yake lilipoondolewa. Haya na mengine mengi utayapata gazeti lako la Mwanahalisi. Jina langu ni Zakia Nango. Usikose kupata nakala yako kila siku za Alhamis. Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment.